Naam, niko na shabiki mwingine pia hapa maeneo ya Mlimani City. Atazungumzia juu ya faida ya Simba kwenda finali na hata faida kwa fursa za biashara hapa ambazo zinaendelea katika jengo hili la Mlimani City jijini Dar es Salaam. Mambo vipi? Poa poa kaka. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Simon Kulwa Mbugangali. Ndio. So kwa Simba kwenda finali, kwanza kama taifa kuna fursa nyingi sana zitakuja kwetu, ataenda kututangazia utalii, tuna vivutio vingi sana Tanzania. Pia hata kwa CAF kule tunakuwa na image nzuri kama taifa kuhusu swala la mpira la soka, kwa sababu kule tukiwa tunafanya vizuri, CAF anatujua, pointi zinaongezeka. Kwa hata hizi timu nyingine ndogo ndogo ambazo zina wachezaji wetu wa ndani wengi wanapata experience ya kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa, pia wanakuja kutusaidia kwenye timu zetu ya taifa. Kwa hiyo naona Simba kufanya vizuri kama taifa, kutuongezea pointi kule CAF kwa ajili ya kuendelea kupeleka timu nyingi kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa ni jambo nzuri kwa taifa na Simba wanapofanya vizuri. Ndio. Naona maandalizi ya kupoa hapa katika maeneo ya Mlimani City. Nafikiri pia ni advantage kiasi gani kwa Simba, kwa sababu licha tu ya mechi ya leo bado pia kuna mechi nyingine ya marejeano. Mnanufaika vipi kwa nyinyi wafanya biashara katika maeneo kama haya, hasa mechi kubwa kama hii ya Simba na Berkane ambayo itakuwa live kwenye big screen hapa maeneo ya Mlimani City? Ndio, sisi kama wafanyabiashara na moja ya wadhamini katika siku hii ya leo, kuingia mkataba na Simba kwanza ni jambo kubwa, na Simba kama wote tunavyojua ni brand kubwa hapa Tanzania. Kwa hiyo ukifanya nao biashara obvious unapata visibility. Kwa hiyo kama hapa Mlimani City tunategemea tutapata washabiki wengi, na sisi kama wafanyabiashara tunategemea bidhaa zetu wateja waweze kuzijua, kwa sababu tuna biashara tofauti tofauti. Tumeungana na Simba tunafanya nao. So moja, kuna Simba Mastori, pia tuna huduma ya VTV, Vodacom TV, ambayo mteja anaweza akaenda kuangalia movie, tamthilia, na ambayo baadaye tutaenda kuongeza pia vitu vya Simba kule, story 2-3 na nini, kwa ajili ya wateja wa Vodacom wapate kuendelea kuenjoy na kuwa karibu na timu yao pendwa ya Simba Sports Club, brand kubwa. Tuende kwenye mchezo wa leo, kwa wewe tutarajie mchezo aina gani kwa Simba, na unafikiri nani ambaye atapoteza mchezo wa leo? Kusema kupoteza, kwa kweli mimi mwamba ngoma vuta kwake. Mimi nawapa Simba asilimia kubwa kushinda mchezo huu, japokuwa na matumaini makubwa Fadlu hataenda kufunguka, atacheza kwa kujihami na kushambulia kwa kustukiza. Kwa hiyo nategemea na asilimia kubwa atakuwa nayo Berkane. Simba watakuwa mara nyingi wanapokea mashambulizi mengi, na atakuwa anajitahidi sana kujilinda na kushambulia kwa kustukiza. Ila najua wiki ijayo akija hapa katika nchi ya Tanzania moto utawaka, kazi wanayo. Ndio. Kipea kwa Simba au wachezaji nyota kwa Simba ambao pengine wanaweza wakaipa Simba matarajio makubwa au nchi ya ahadi ya kufanikiwa kupata matokeo kule nchini Morocco, nafikiri ni wachezaji gani ambao ni wa kuchungwa zaidi na wana umuhimu zaidi na wanaweza kubadilisha taswira nzima ya mchezo? Sawa, kwa Simba sasa hivi na kikosi chake kilivyo, kwa mimi mtazamo wangu na jinsi ninavyoiona Simba, Jean Charles Ahoua, Elimpanzu, Mkwala pia amekuwa na form nzuri hapa katikati. Kwa hiyo naona hawa ni wachezaji wazuri sana na pia wakuchungwa siku ya leo, lakini bila kusahau Pin Kamara na mafullback yetu wa nyuma wale, najua atakuwa wanaweka ukuta salama salmini wakishirikiana na Abdulrazak Hamza, Spare Junior pale akiwa na Chemalon Fondo. Kwa hiyo na uhakika leo pale nyuma tuko salama. Mbele pia wanatakiwa wajichunge sana, sababu muda wote saa yote tunaweza tukafanya kitu kibaya. Mbele pengine unafikiri kati ya Lionel Ateba au Steven Dese Mkwala, nani ambaye kwa formality ya mechi ilivyo, nani ambaye anapaswa kuanza leo kwa wewe? Lakini sawa, ukiniuliza mimi kwa mtazamo wangu nitakwambia Ateba, kwa sababu Ateba ni mzuri kucheza akiwa amelipa goli la mpinzani mgongo. Kwa hiyo yule pia anaweza kukaa na mpira na kucontain wachezaji hata wawili watatu kipindi anasubiri kucheza 1-2 na wachezaji wenzake wakiwa wamekuja kutoka kukaba. Maana siku ya leo naamini Simba atakuwa anakaba sana kuliko kushambulia. Kwa hiyo kama Simba atakuwa anakaba sana kuliko kushambulia, yule mtu ambaye atakuwa anasimama pale mbele anatakiwa awe physique, anatakiwa awe yuko vizuri sana katika kuhold mpira, ambayo of course Ateba ana sifa hiyo. Kwa mimi mtazamo wangu kwa mechi kama leo ningeenda na Ateba. Mkwala labda amalizie dakika 10-15 za mwisho baada ya kujua kwamba
hizi dakika za mwanzo tumepata nini. Naam, anamaliza kwa kusema kwamba kwake yeye anatamani Lionel Ateba Mbida kuanza katika mchezo wa leo kutokana na match fitness na body structure yake ilivyo na kuweza kuhold mabeki wengi katika mechi kaza wa kaza, hasa kabisa za ugenini. Lionel Ateba na Mkwala, yeye anasema kwamba Mkwala akae nje kwanza, aanze Ateba afu kipindi cha pili aingie Dese Mkwala. Hayo ni maoni yake shabiki wa Simba. Kumbuka Simba leo wako kule nchini Morocco katika jiji la Berkane, katika uwanja wa Stadio di Manisport pale katika manispaa ya Berkane katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mambo vipi? Mimi naitwa Alexander, natoka Vodacom kwenye kitengo cha CBU ambayo ni Consumer Business Unit pale. Mimi ni manager, project manager tuseme wa Simba Mastori na hizi products nyingine ambazo tunaona kama Showmax na VTV na ndugu yangu hapo ule na ni Simon. Tutakuzungumza naye sasa. Ndio. Okay. Leo Simba na jambo kubwa kule nchini Morocco, anacheza na Berkane. Tutarajie mchezo wa aina gani katika mchezo wa leo? Sasa mimi ninavyoona timu ambayo tunacheza nao hawana nguvu kama Simba tulivyo. Tumejiandaa vizuri, wachezaji wote hawaumi, wapo kwenye kitengo chao, kwenye mili, yani ipo vizuri. Kwa naona Simba watachukua huyo hata kama goli 1-0 au draw. Tutaleta mchezo nyumbani na tutashinda hilo kombe. Kwa hiyo hamasa aliyopewa Simba kwa rais wetu Mama Samia, rais wa pekee kabisa mwenye moyo wa dhati, kuwapa ndege ya bure kwenda na kurudi, nafikiri itakuwa ni moja ya motivation kubwa sana kwa Simba kupata matokeo leo. Mimi nafikiri ni kitu kizuri sana ambao rais anafanya sana kuwezesha hii michezo yetu ambayo ya sports ya Kiafrika, kutuwekeza huko kwenye dunia ya Afrika, dunia ya West East. Nishakosea hapo wenye hivyo. Kwa hiyo yani nafikiri Mama Samia alivyofanya ni kitu kizuri, kinatufanyisha sisi kama Simba tu tuna nguvu ya kucheza, tuna nguvu kuwaletea wachezaji wetu wa fans na watu wote kwamba sisi ndo wanyama wa hapa Tanzania, sisi ndo timu bora Tanzania, hamna mwingine. Ni fursa gani ambayo umeipata nyie kama wafanyabiashara mara baada ya Simba kutinga finali ya kombe la shirikisho? Sisi kama wafanyabiashara, nitazungumzia kuhusu upande wa Vodacom. Simba walikuja na kwetu sisi na product yao inaitwa Simba Mastori, ambayo unaweza kusikiliza kuhusu Simba wenyewe, unaweza kusikiliza kuhusu hoja zao za wachezaji, kwa historia ya Simba kama timu, pia na breaking news kama wakifanya usajili, wakifanya marekebisho yote kwenye timu, unaweza kufanya, unapiga 0, 9, 10. Kwa hiyo kwa ajili ya Simba walivyocheza vizuri, tuliona product yao pia ikawa inakuwa. Watu wengi wanataka kusikiliza, wanataka kujua huyu ni nani, huyu mchezaji ametoka wapi, historia yake vipi, historia ya Simba vipi. Kwa hiyo pale ukienda ukisikiliza, ukipiga 0, 9, 10, unaweza kujua kuhusu Kibu Dennis, Shomari Kapombe, Mo na watu wengine tofauti, kwa hata wale wa zamani, wachezaji wa zamani unaweza kuwasikiliza pia pale. Asante sana. Sawa, asante sana.